Huu ni mradi wa BBT uvuvi ambao unajumuisha vijana waliofanya mafunzo Mwanza. Warigani Tanzania, karibu Yegowasu TV, sauti ya jamii, katika mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali ziwe ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Uko kote tunatambulika kama Yegowasu TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chombo cha habari yupo Dakawa John. Manispaa ya Musoma imepokea vifaa vya kutengeneza vizimba 40 vya ufugaji wa samaki katika ziwa Victoria kupitia mradi wa BBT uvuvi, ikiwa ni sehemu ya jitihada za serikali kuwawezesha vijana kiuchumi kupitia sekta ya uvuvi. Vifaa vilivyopokelewa ni pamoja na nyavu, nanga, boti moja ya mashine pamoja na vyuma vya kutengenezea vizimba hivyo vitakavyotumika katika ufugaji wa samaki kwa njia ya kisasa. Akizungumza wakati wa mapokezi hayo, afisa uvuvi wa manispaa ya Musoma, Lembris Machungwa, amesema mradi huo unalenga kunufaisha vijana waliopata mafunzo ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, huku akieleza kuwa utaongoza ajira na kukuza uchumi wa vijana pamoja na uzalishaji wa samaki katika ziwa Victoria. Leo tumepokea vifaa vya vizimba vitakavyoweza kutumika kutengeneza vizimba 40 vya vijana kutoka mradi wa BBT uvuvi, yani jenga kesho iliyo bora. Hivi vizimba ni vizimba vyenye kipenyo cha mita 6 vyenye uwezo wa kuchukua samaki 12,000. Huu mradi utatekelezwa na kampuni ambayo ni mzabuni kutoka wizara, lakini hiyo kampuni inaitwa Kiro Company ambayo watatekeleza huu mradi kwa kutengeneza hivi vizimba vyote na vitatengenezwa ndani ya muda wa siku 20. Huu ni mradi wa BBT uvuvi ambao unajumuisha vijana waliofanya mafunzo Mwanza na wakafanya mafunzo kwa vitendo pia waliomba huu mkopo na wakapatiwa vijana 40 kutoka mkoa wa Mara. Mwamko ni mkubwa wa ufugaji samaki kwa njia ya vizimba, na tunashukuru Mungu kwa maana kwamba wawekezaji pia wanajitoa kwa wingi kwa ajili ya kuwekeza kwenye vizimba. Bado soko ni kubwa, hasa la kwenye samaki, bado hajatosheleza kwenye soko la samaki. Kwa hiyo tunawakaribisha wengine wote waweze kuwekeza kwa njia ya vizimba. Katika hatua nyingine, afisa maendeleo vijana manispaa ya Musoma, ndugu Octavian Imamu, ametoa wito kwa serikali kuendelea kuwawezesha vijana kiuchumi kupitia miradi ya ufugaji wa samaki, akisema sekta hiyo ina mchango mkubwa katika kupunguza ukosefu wa ajira kwa vijana. Siku ya leo tumepokea vifaa ambavyo vinahusika katika utengenezaji wa vizimba kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuwawezesha vijana kwa zana nzima ya uchumi wa blue. Serikali imekuwa ikihamasisha wananchi wengi kujihusisha na uchumi wa blue, na sisi watu wa manispaa ya Musoma tumebahatika kuwa na ziwa Victoria. Kwa hiyo tunashukuru serikali kwa kuweza kutuwezesha kupitia vijana hawa ambao ni wanufaika 40 tunategemea kunufaika katika mradi wa vizimba. Kwa hiyo kwa heshima na taazima tunashukuru serikali kupitia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuona vijana wa manispaa ya Musoma. Wito wangu kama afisa maendeleo ya vijana manispaa ya Musoma, naomba serikali iendelee kuwasupport vijana. Vijana wa manispaa ya Musoma, vijana wengi hawana ajira. Kwa hiyo kwa kupitia uchumi wa blue, kwa kupitia vizimba hivi vya samaki, tutakuwa tumefungua fursa kubwa ya uchumi kwa vijana wa manispaa ya Musoma na vijana wa mkoa wa Mara kwa ujumla. Kwa hiyo wito wangu kwa serikali, naomba serikali iendelee kuwekeza zaidi, lakini pia tunakaribisha na wadau mbalimbali kuweza kuwekeza kupitia vizimba vya samaki. Kwani kwa kupitia vizimba hivi vya samaki tumeona vijana wengi wamekuwa wakipata fursa ya kiuchumi ambayo imeweza kuwawezesha wao binafsi pamoja na familia zao na jamii kwa ujumla. Kwa awamu iliyokuwa imepita, kwa maana dirisha la mikopo lilikuwa limefunguliwa, kwa ujumla manispaa ya Musoma vijana waliweza kuomba kiasi cha shilingi bilioni 7.3, na hususan katika upande wa vizimba kwa maana Wizara ya Mifugo na Uvuvi vijana waliweza kuomba pia katika upande huu, kwa maana kulikuwa kuna fursa za pande mbili, Wizara ya Maendeleo ya Vijana pamoja na Wizara ya Uvuvi. Lakini kwa upande wa uvuvi hususan tuliweza kupata maombi 60. Katika maombi 60 haya tulikuwa na vikundi 30 na watu binafsi 30 pia. Lakini pia tuliweza kupata chama cha ushirika kimoja. Kwa jumla tulikuwa tuna maombi 61 kutoka upande wa uvuvi. Kwa hiyo naendelea kuhimiza serikali na wadau binafsi kuendelea kusupport vijana wetu
kwa upande wa Wizara ya Maendeleo ya Vijana tukubahatika kupata kikundi chochote kilichoweza kubahatika kupata nafasi katika dirisha la kwanza la mikopo. Tunaamini basi kwa upande huu wa pili, kwa maana ya Wizara ya Uvuvi, basi serikali itaweza kuona kwa jicho la pekee vijana wetu wa Manispaa ya Msoma, kwani ziwa tunalo na vijana wako vizuri na wako tayari kuweza kuchapa kazi. Kwa naomba serikali iweze kutoa wito kwamba iweze kuwapa support vijana wetu wa Manispaa ya Msoma, hususan kwa upande wa vizimba. Ni vikundi 30 na vijana 30 na chama cha ushirika kimoja. Ninaamini kwa kupitia hao, kama serikali kuweza kuwawezesha, basi na vijana wengine wataendelea kuhamasika, kwani tumeona ni kwa namna gani vizimba vimeweza kuwa ni chanzo kizuri cha kuweza kuongeza kipato kwa vijana wetu, lakini na uchumi kwa ujumla. Kwa hiyo tunaamini kwamba vijana hao walioweza kuomba katika dirisha hili la mkopo, dirisha la kwanza, wakiweza kuwezeshwa, basi itakuwa ni hamasa pia kwa vijana wengine wa Manispaa ya Msoma na mkoa wa Mara kwa ujumla. Kwa upande wake, mzabuni alitekeleza ujenzi wa vizimba hivyo kutokea mkoa wa Mwanza amesema kuwa kazi ya kutengeneza vizimba 40 itakamilika ndani ya siku 20 na vitakuwa tayari kwa matumizi ya vijana walionufaika na mradi huo. Ni watengenezaji wa vizimba. Nimekuja katika mkoa huu wa Mara, nimekuja na vifaa kwa ajili ya kutengeneza keji kwa ajili ya vijana. Vifaa hivyo ni nyavu, nanga zake, kamba na boti na mashine kwa ajili ya kuweza kutekeleza mradi, kwa ajili ya kutekeleza mradi wa vijana wa BBT. Mimi natokea Mwanza. Tumetengeneza sehemu nyingi, tumetengeneza Mwanza, tumetengeneza Kagera. Pia kazi yetu tumeifanya kwa muda mrefu. Tuna uzoefu wa zaidi miaka 3 tunafanya hii kazi. Tuna mafundi wa kutosha na tuna uzoefu wa kutosha. Tunawakaribisha wadau wote katika kampuni yetu ya Kwiro kwa ajili ya utengenezaji wa vizimba. Nashukuru kwanza serikali kwa kutuamini, kwa kutupa mradi mkubwa namna hii. Sisi tunaifanya hii kazi kwa hali ya juu, kwa ubora zaidi, ili serikali yetu ya Mama Samia endelee kutuamini, tuweze kuendelea kutengeneza vizimba kwa ubora. Pia tuna mafundi bora na wenye uzoefu. Mradi wa BBT Uvuvi unatajwa kuwa miongoni mwa miradi inayolenga kuimarisha uchumi wa vijana kupitia matumizi ya rasilimali za Ziwa Victoria kwa tija na maendeleo endelevu. Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii. Endelea kutufuatilia pia katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dakawa John. Yegowasu TV, sauti ya jamii, nyuma kuna watu.